Bwana Yesu asifiwe. Kabla mimi kukua, haleluya, maisha nilifurahia nikiwa na miaka 4, 5 mpaka 6. Haleluya. Baada ya hapo baba akaanza kunywa pombe. Katika kunywa pombe, akirudi jioni, hata kama mlikuwa mnakula chakula, mtatafuta pa kujificha. Kwa sababu akikuta hata kile chakula atakipiga teke na kukimwaga. Lakini sasa ikifika tu saa ya kuja, tunajificha. Hakuna kula mpaka kesho, tulikuwa tunakula kila siku viporo. Hiyo hali ikaendelea mpaka nikaingia shule. Ni maisha ya kuteseka. Ikafika kuna kipindi mama akatuambia hivi tuanze mradi wetu wenyewe. Tukaanza kuuza kuni. Katika kuuza kuni tukanunua mbuzi. Wale mbuzi wakashamiri, lakini akaja akamwonea mama wivu, naye akanunua mbuzi. Lakini kwa bahati mbaya yule mbuzi alipozaa mtoto aliliwa nguruwe. Akatufukuza saa 6 za usiku, tukalala vichakani. Hiyo hali ikaendelea, ikafika baba sasa akawa analala kwenye mamiji ya watu. Baba alikuwa anachukua mke wa mtu, hachukui binti. Anahamia kwa mke wa mtu, na mke wa mtu ana mume wake, lakini na yeye anakaa pale. Hata akienda kuchukua mshahara anaenda na mke wa mtu. Hiyo hali ikaendelea, ikaendelea. Nilipomaliza la 7 akasema, sasa hivi umekuwa. Sasa kuna barabara, kuna kama njia panda. Kuna barabara inaelekea Singida, kuna moja inaelekea Arusha. Alafu kuna nyingine, kuna hospitali inaitwa Haydom. Anakwambia chagua moja wapo. Kwa sababu hakuna raha ya kukaa nyumbani. Kwa kweli na mimi nikachagua nikaenda kutafuta kazi. Katika kutafuta kazi, changamoto haziishaki. Unakuta ukiingia kwenye kazi unakutana na baba mwenye nyumba anakuambia, ili kuendelea na kazi na mimi naomba nitembee na wewe. Ile kazi naiacha, narudi tena nyumbani. Ukirudi tena nyumbani anakuambia umefuata nini, kwa nini kuenda shamba na hakuna cha kulima. Ikafika hatua nikakata tamaa, nikasema ngoja tu ninywe sumu nife. Lakini mama yangu akaniambia acha upumbavu. Kinachokufanya unywe sumu ni nini? Hebu acha huo upumbavu. Nikatoka tena kwenda kutafuta kazi. Kuna kawilani, nenda nikapata. Lakini sina pa kukaa. Nikaomba, kuna mtoto wa shangazi yake na baba, naomba nikae kwako. Umeolewa? Akaniambia hapana, lakini ana mtoto, lakini afanye kazi, anafanyaje, anahudumia. Sina nini? Sina mume. Lakini siku ya kwanza yule baba alijitokeza. Akanikaribisha, shemeji karibu. Lakini siku ya pili maisha yaligeuka kuwa kilio pangu. Alinifukuza saa 6 za usiku na panga. Akasema sitaki kukuona, hapa ni kwangu. Lakini jana yake alisema kwamba ni nini? Mwanamke alisema niko peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hali ikaendelea. Baba akawa ni mlevi, akawa hashindi nyumbani. Chakula anapika ananunua nyama anaenda kupikiwa kwenye mamiji ya watu. Atapeleka au akiona hana kupeleka na iacha ndani inaoza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hali ikatutesa miaka mingi. Lakini namshukuru Bwana Yesu nilipopata neema ya wokovu. Haleluya. Nilipookoka, nilipokutana na mtumishi wa Bwana Yesu, maisha yangu ndipo yalipobadilika. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, siku na familia ziko hivi. Baba siku ya mshahara anaenda na mchepuko. Mnaenda mchepuko? Angalia huyu alikuwa anaenda na mke wa mtu. Unafikiriaje hilo liwezi kufuata mtu? Hata isipomfuata yeye, ndugu zake, watoto wake huko mbeleni. So itatafuta damu, ni roho iliyoko. Roho mpaka iondolewe, iondoke. Agano lile lifutwe lililoletwa. Agano livunjwe na maagano yafutwe. Angalia mateso familia inapitia. Na hapo sio yeye tu ndio mtoto. Wewe ni mtoto wa kwanza au kuna wengine? Mimi ni kuzaliwa ni mtoto wa kwanza wa kike, ni mzaliwa wa pili, wa kwanza ni wa kiume. Angalia maisha yake sasa. Unaipata hii? Na wako wengine hata nyie mliopitia hivyo. Sio wa kike tu, wa kiume pia wako. Inawezekana wengine hata sasa hivi waume zenu wanalewa chaka.
Wengine walewi lakini vituko. Wakipata pesa ni wanawake, wewe sasa unasaulika. Wengine wakilima, mnalima naye kwenye shida, mkivuna mavuno anapeleka wengine. Hao anasema anaenda kuuza dawa, na wewe akili zako zimelala kama huku kwetu. Unashangaa mtu yuko na mchepuko wake Dar es Salaam, wale mabinti wanamchukulia kila kitu, alafu anapotea, anasema anatoka Mbagala anaenda Tandale, amepata hela anaenda Masaki au Mbezi Beach au Mbezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiangalia unakuta haya mambo yapo katika jamii, si ndio jamani? Sasa ushuhuda huu unatujenga tujue Mungu yupo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilipookoka kabla ya miaka kama miwili, mamangu akaja kafariki. Kabla hajafariki ilitokea kama vile wananibeza. Nikienda kama vile hawataki kuniona tena. Haleluya. Nilijifungua mwanangu Selebia, nakumbuka, maana nilichelewa, wanasemaga siku kuchelewa, labda mimi nasema muda ulikuwa hujafika. Babangu aliniambia huyu mtoto ulimuiba hospitali. Mtoto sio wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Aliniambia huyu mtoto umemuiba hospitali. Kikao kimeniumiza. Alafu nilikuwa kwa mdogo wangu, akaja kunifukuza kwa mdogo wangu. Akabesa sitaki nikuone. Nikajua mdogo wangu atanitetea, akawa upande wa baba. Nikaenda kukaa kwa rafiki. Ile ruhusa niliyoomba kwa mume wangu angalau nisirudi na ile aibu kwamba nyumbani nimefukuzwa. Ikabidi nikae kwa rafiki yangu ili huu muda wa kurudi ufanyaje? Ufike niombe nauli kwa mume wangu. Hiyo hali ikaendelea. Alipofariki mama ndio Yesu wangu akatukanwa. Haleluya. Wengi walinitukana kwamba kama Yesu yupo, kwa nini mama alikufa? Mdogo wangu alinitamkia. Haleluya. Kama huyu Yesu angekuwepo na mtaja huyu Yesu tufanye imani waelekeza jamani. Kuna magonjwa yanakuja makubwa zaidi haya. Tuombeni rehema tuwe mamoja. Huyu Yesu angekuwepo mama yetu asingefanyaje? Asingekufa. Bwana Yesu asifiwe. Siku tulitawanyika sisi, mama ndio familia kwanza kuondoka, maana baba alitufukuza, hataki kuona mtu. Anakunya panga sasa kuona mtu aina yoyote. Tulitawanyika kabla ya nini? Angalau tukasema tutakaa naye, labda alitufukuza bado mapema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Bwana Yesu, ilikuwa mlizika baada ya kuzika. Tulikaa siku kama 3 baada ya maziko. Akasema kila mtu apotee. Na sisi tukafanyaje? Tukapotea. Bwana Yesu asifiwe. Akabaki na mtoto wake wale wa kiume, japo na yeye hawana maelewano. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kwamba mwanzo mimi baba alikuwa anipendi. Mimi nilikuwa mtoto pekee, nilikuwa napendwa na babangu kipindi nikiwa mdogo. Kati ya watoto 9 mimi nikiwa wa 10, ataleta zawadi yangu mimi peke yangu. Haleluya. Lakini sasa tulipotawanyika, nikaenda tena mwaka juzi, kulikuwa na mifugo yangu nilienda kuuza. Alisema huyu mshenzi katoka Mwanza kuja kuniuzia mifugo wa mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mifugo ilikuwa sio ya nini? Ya kwake. Lakini wakaingilia tena wale kaka zangu kwamba hii mifugo haikuhusu. Hata kama ingekuwa ya mama, si ni ya kwake, kwa sababu huyu ndo ajauza kundi na mama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Bwana Yesu. Mwaka jana baba yangu aliacha pombe kwenye miezi ya katikati. Ameacha mpaka sasa hivi, na ameacha pombe. Bwana Yesu asifiwe. Wow. Na amekuwa msafi. Na amekuwa mtu wa mdogo wangu alienda, kuna mdogo wangu ameolewa Dodoma. Anasema baba amekuwa na mpangilio. Hata ukiingia ndani yako harufu tena ya ugoro haipo. Bwana Yesu asifiwe. Ana Biblia 3. Mdogo wangu akikutana na changamoto na anamwambia mwanangu, nyuma ni padogo, mbele ni pakubwa. Angalia Yesu. Alafu kuna mdogo wangu yule alikuwa taki Yesu. Ndio. Unaona nini maajabu eh? Kiambia hivi tunaweza kufikiri nini hichi maagizo katika maisha. Lakini watu wanateseka, si ndio? Watoto hawana mwelekeo. Na hii ni baada ya kufanyaje? Kuokoka, si ndio? Na yeye kabla hajaokoka maisha yalikuwa ni magumu kwake. Semesha alimeshaelezea.
mpaka napika ugali nataka nuse kama mpani. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sasa hivi sauti zetu za watoto anazijua, maana zamani ukikusikia wewe nani, ukitaja jina kosa kubwa amekata. Lakini sasa hivi unapiga simu na hatujui kama, lakini anakuambia fulani wasalimie, hawajambo Tabora huko. Nasema kumbe amenitambua. Alafu kuna mdogo wangu anayenifuata nyuma yangu, ambaye ananifuata. Tumefuatana, maana mimi sikunyonya, yeye ndo alinyonya. Maana mama aliwahi kubeba mimba. Haleluya. Mtoto wake aliingiliwa na mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Nikampigia simu nikamwambia naomba tuombe mtoto. Akasema dada, naomba utoe kabisa mapepo yako tumboni. Haleluya. Baada ya kuongea naye, yule mtoto mapepo akafanyaje? Akalipuka, lakini akawazidi nguvu. Wenyewe walikuwa wanatarajia ile na kuomba, yani tatizo linaisha pale pale, lakini haikuwa hivyo kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kesho yake kuna mdogo wangu akapanda mbegu tofauti na alivyotarajia huyo anayenifuata. Kuna wa kiume tena nyuma ya huyo, kuna wa kike na nyuma yake tena kuna wa kiume. Haleluya. Akamwambia huyu dada ni mpumbavu sana. Yeye alikuwa naye anakuambia hivi tuombe. Maana nimwambia uje hebu mlete huyo mtoto, si wa kwangu, mimi ndio shangazi yake. Alafu nilikuja mwaka juzi amenipa kuku. Hebu mlete mwanangu. Yeye ni nani anakupangilia? Yeye amekuwa nani? Sitaki dharau na huyo. Yeye ni mwanamke tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kushangaza, walikuwa wanaenda kwa mganga, wanaenda kwenye maombi. Wakawa wanapokezana. Asubuhi kwa mganga, usiku kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kushangaza ikashindikana kwa waganga. Wakienda mtoto ndo anakuwa anaharibikiwa zaidi. Paka mdogo wako akapiga akasema, Bwana Yesu, mimi nilikuwa nakuchanganya, naomba kunirehemu kwa neema yako. Haleluya. Ndio mtumishi akamwambia anayetafutwa sio huyo mtoto, anayetafutwa ni wewe. Baada ya kusalenda kwa Yesu, akamtazama Yesu, shida ikaisha. Mpaka sasa hivi mtoto ni mzima na anamfurahia Yesu, anasema dada, naomba uniombee. Naomba tusonge mbele. Tumeteseka imetosha, tunataka sasa Yesu tumuone. Haleluya. Unaona Yesu anapokusanya familia? Amen. Angalia wale wamtaki mwenzao, si ndio? Angalia familia inaanza kurudi. Unaona Yesu anapokuwa kwenye familia inakuwa na umoja. Alafu na furaha yake na amani yake. Shetani atahubiri injili nyingi, hataki watu wawe pamoja. Ndio kazi ya shetani. Halo? Tunashikia Biblia sijui nini wa mtakatifu. Hakuna. Hizo roho za kama uliwahi kuabudu watakatifu, si watakatifu nani? Hizo pia roho unatakiwa utubie alafu vunje. Maana watakatifu wengine walikuwa vibaka tu, wanabaka tu watoto wadogo, si ndio? Kataa roho za mtakatifu sijui. Sasa hivi uliwekwa hata mwenyekiti wa mtakatifu fulani. Wewe kuwekwa baba yako aliwahi kuwa mtakatifu sijui wa moyo, sijui mtakatifu wa moyo wa Yesu, sijui mtakatifu wa Temi, sijui mtakatifu wa Bemamu, sijui mtakatifu wa Theodia. Alafu sio mtakatifu wa nani yule Kabaka. Kabaka Mwanga. Mnamkumbuka wa Baganda? Alikuwa ni mfiraji. Lakini leo kuna mtakatifu Halo? Unasikia majini sijui nini? Majini. Yaani shetani amejificha kwa njia nyingi na yeye anajitaka ajiite mtakatifu. Msipokataa hivi vitu Afrika, mtajikuta mnaendelea na ile ibada za Baali, za wafu, na mnakuwa chukizo kwa Mungu, hamuoni mafanikio yenu. Wageni wanakuja waachili katika nchi yenu na rasilimali, watoto wenu wanakuwa mateka, elimu ya ovyo. Jamani, amkeni. Angalia sasa hiyo familia. Sina furahi pamoja. Amen. Unaonaje familia yake kafurahi pamoja kama hiyo familia? Kuna wakati alitoka kwa akaja akaniambia, baba, nimwambeje baba yangu anafanya hivi na familia. Kaambia tuna Yesu. Yesu wetu ashindi chochote. Amua kuomba rehema kwa familia yenu kama jina lako lilivyo. Utaona matokeo. Ilikuwa mwaka juzi, mwaka juzi. Nenda kabla. Ndio mlitoa kuzika, si ndio? Akaniambia ni baba mmoja 2 3 imekuwa hivi. Yaani baba yangu mzazi yuko hivi. Kaambia sasa yeye asiende jehanamu. Usiruhusu familia yako kwenda jehanamu. Ongana nisikie. Haya mambo tunaomba yanaokoa. Wao wanakuona kama mpuuzi, angalia kama hao. Walikuwa wanamuona mpuuzi nini? Baba yao angalia sasa na Biblia 3. Unaonaje familia yake kaokoka?
mtazamaji unanitazama sahihi, hakuna tatizo lisilokuwa na tiba kwa Yesu. Kila tatizo ninakusihi umtazamishie Yesu. Iwe ni ugonjwa, mtazamishie Yesu. Yeye anaweza yote. Iwe ni familia, tazamisha kwa Bwana Yesu. Haleluya. Barikiwe.